Subscribe The Sport Show. Na mimi wananichukua kama kikatuni kwa hiyo sijasema. Mimi najielezea mimi mwenyewe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board. Ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato kuanzia katika ngazi ya matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tumekubaliana, kwa sababu kuna makao makuu mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta document ambazo zitakuwa zinaainisha orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo, basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya club na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kuambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji wanachama na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu wa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi, na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, mheshimiwa mwenyekiti, tunashukuru sana. Labda kama ulivyosema, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema na Mainstream Group wanalo la kusema, then kama kutakuwa na maswali tutajibu. Asante. Ngoja huyu mama. Jamani, habari ya mchana. Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza kutumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine kwa mfano kama website. Kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tutawezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kutambulisha katika Sport, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asante sana. Yes. Okay. Ameulizia sasa makamu mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba.
Sasa kama kuna swali na Mungu ile kiondoka kabisa. Swali liko. Naona hapa. Nashukuru sana. Kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye level ya tawi. Kwa mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, nitajisajili kupitia kwenye simu yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa. Na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi limepotea. Kwa kama tawi langu lipo Tandahimba, nafikiria kwamba mfumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi nikiamua kufanya malipo naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mfumo wa kipekee tokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Kwanza ongeleni Simba. Swala la price ambayo itarelate na wananchi. Ni kwamba changamoto sio ukipata kazi na changamoto. Nazungumzia swala la teknolojia. Tunaona watu wanaweza duplicate kadi sawa, ila mfumo nitaelezea. Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba. Na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi Kiswahili ni kishkwambi. Utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba hawatoruhusu hizo aina za duplication. Bei zitakuja baadaye. Zitakuja kutoa baadaye. Kuna mambo makubwa. Hatari. Mambo makubwa watu watakimbia. Sasa hivi dunia inaendeshwa mjanja. Mabenki mengi au mtandao ya simu na ile kuchanja. Unataka huduma unalipa kwa kuchanja. Yuko mwenyewe hapa. Simba kwa chombo mwingine tegemea kwamba salamu hii kwa
kuona mfumo wa kwanza kuelezea issue ya kadi ya Simba na pia sababu mwingine hilo la mbele hilo yuko atakuja visa. Umesema visa kadi kama ameisha kuja mwenyewe mtu wakati bila ni kwamba na mejibu ila kuna kitu kimoja ile kuitaja Tanganyika maana sasa hii alikuwa ameshinda. Habari za hizi. Kwa jina naitwa Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi nashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama wa Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa Mainstream Media na Mainstream Group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile alichokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato, lakini account wanayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asanteni sana. swali wakati kadi kwa maswali ya kadi yaliulizwa. Yes. Niliuliza kuna swali lilikuwa la visa. Visa ni mfumo wa malipo unaotumika karibia dunia nzima, na kinachobeba zaidi labda ni ukienda kwenye ATM, ina maana kadi hii ya mwanachama wa Simba anaweza kwenda kwenye ATM. Mimi sijabeba kadi yangu mimi, lakini tunaona kama hii kadi ya benki hii hapo kuna visa. So ile kadi ya Simba itatoka kwa mwanachama, ina maana kadi ile ukienda kwenye ATM unaweza kutoa pesa. Utakuwa pia na namna zingine tofauti ambazo za kuweka pesa na kutoa pesa ambazo zitakuja kutangazwa baadaye kwenye launch maalum. Lakini ile swali la visa ni kwamba visa ni mfumo wa pesa. Ukienda kwenye ATM yoyote unaweza kutumia, na unaweza kufungua mmoja wa kadi sisi kwa wale ambao ni wasafiri wa nje ya nchi, unakwenda China, unakwenda Uturuki, unakwenda Maulaya. Kama unakwenda kule unataka kutumia kadi, unataka kutumia malipo, kufanya malipo, unaweza kutumia ile kadi ya wanachama wako wa Simba bila makato yote ya ziada. So kwa upande wa mwanachama wa Simba, sawa, maana mimi kwa mwanachama wa Simba. So kama wewe mwanachama wa Simba, makato yako tofauti na yale ambayo pango na Simba. So kama chama hizo unaweza kuzakatwa kama wewe unataka kukatwa kwa hiyo kadi, lakini ni matumizi tu ya kawaida ya malipo.
yule ambayo sio mwanachama wa Simba na hakika baadaye mwanachama wa Simba akatumia kadi hii ya mwanachama wa Simba na yule mtu wa kawaida ambayo maki nadhani waongelea kuhusu kadi ya Visa. So kwa mtu wa kawaida mwenye kadi yake ya Visa ana mambo yake anayapata kutoka kwa kadi ya Visa, lakini kwa mwanachama wa Simba yale mafanikio na mafaida na vitu kama hivyo vyote vitakuja kutangazwa huko mbeleni. Vipo, kuna faida yake nyingi tu, lakini zitangazwa rasmi na Simba. Swali lingine na nafikiri swali lake kwamba kawaida mwanachama kuna ada analipa, ndio bwana. Sasa kwa mfumo huu ada ya wanachama kama swali liko ndani ya uwezo wako, au kama swali la mbele, basi hilo ni swali la mbele. Hilo mambo ya ada pamoja na kutambua kwamba kadi ya wanachama wa Simba kutumia pesa hiyo tofauti. Kuna klabu na kadi lazima mwenyekiti atakuja kuuliza nafasi. Asanteni sana. Jamani, hii ni taarifa kubwa sana wana Simba wamesubiri kali kwa muda mrefu. Tunaomba mwifikishie. Asante sana. Kwenye swala linalohusu idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi, kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utawaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa watolewe tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kweli tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko.
Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la ufanyaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi hii wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao kwa ushiriki wao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hiyo inakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama ukiweka katika tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana, wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake, lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Naitwa Kaida mwenyekiti, umezungumzia kitu ambacho kwa lini tayari niliwahi kuzungumza kwa baadhi ya wanachama na wapenzi wa Simba ya malalamiko ya kadi ambazo walikuwa nazo. Wengi wao walikuwa na kadi ambazo walipata kwa muda mrefu Wakati kwamba kadi wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokea masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo ipost ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza kawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia iko. Asante. Mwingine? Mwenyekiti, napenda kujua kwamba kampuni imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi baadaye hamna mabadiliko ya kampuni. Zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tulioko hapo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye.
Tutatoa. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu, ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa wasiliana na wanachama, wasiliana na wadau wengine. Kwenye hiyo kadi tutakuwa na added value items, kuweka mambo ya ruku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo kumbe makadi. Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza. Dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni wana ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi watufanye mambo ya kuficha. Hii ni taasisi ambayo inajiendesha kwa uwazi na ukweli. Mapendekezo. Asante sana jamani, mchana mwema. Asante jamani, kama nilivyosema wakati tunafunga kikao, mpe headlines za kutosha. Ana maendeleo inabidi tusaini wapisha sitasimama nyuma